Karibuni katika tafakuri zetu, na tafakari yetu ya leo inasema, mwanadamu ni nani hata umkumbuke? Ni muhimu kutambua nia na kusudi la Mungu la kutuumba na kutuweka duniani. Neno la Mungu linaeleza waziwazi kwamba Mungu alimuumba mwanadamu na kwamba alimuumba kwa ajili ya utukufu wake. Hiyo tunaisoma katika Isaya 43 mstari ule wa 7. Kwa hiyo kusudi la mwanadamu kulingana na maandiko ni kumtukuza Mungu. Sasa najiuliza, kumtukuza Mungu ina maana gani? Mzaburi anatuambia tumwabudu Mungu kwa furaha na kujua kwamba Bwana ndiye Mungu. Yeye ndiye aliyetuumba na sisi ni mali yake. Sisi ni watu wake, kondoo wa malisho yake. Na hii tunaipata katika Zaburi ya 100 mstari wa 2 mpaka ule wa 3. Kumtukuza Mungu ni pamoja na kutambua kuwa Mungu ni nani. Mungu ni muumbaji wetu, hivyo kumsifu na kumwabudu yeye ni kutimiza kusudi letu la kumtukuza. Pia ni jukumu letu kuishi maisha yetu katika uhusiano na huduma yenye uaminifu kwake. Samueli wa kwanza sura ya 12 mstari wa 24 na Yohana sura ya 17 mstari wa 4. Kwa kuwa Mungu alituumba kwa mfano wake, ambayo tunaipata katika kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 26 mpaka ule wa 27, kusudi letu haliwezi kutekelezwa kama Mungu hayupo ndani yetu. Mfalme Suleiman alijaribu kuishi kwa ajili ya matakwa yake mwenyewe, lakini mwisho wa maisha yake alikiri kwamba maisha pekee yenye thamani ni ya heshima na utii kwa Mungu. Hii tunaisoma katika Mhubiri 12 mstari wa 13 mpaka wa 14. Katika hali yetu ya kuanguka, dhambi hututenganisha na Mungu na inakuwa vigumu sana kumtukuza sisi wenyewe. Lakini kwa njia ya dhabihu ya Yesu Kristo, uhusiano wetu na Mungu umeunganishwa. Kwa hiyo dhambi zetu hazitengenezi tena kizuizi kati ya Mungu na sisi. Warumi 3 mstari wa 23 mpaka wa 24. Kinachoshangaza ni kuwa tunaweza kumtukuza Mungu kwa sababu yeye alitupa utukufu kwanza. Daudi anaandika katika Zaburi, ukisoma Zaburi ya 8 mstari wa 4 mpaka wa 6, anasema, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi za mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake. Maneno haya yanarudiwa pia katika Waibrania sura ya 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Aya hii inaonyesha lengo lingine ambalo Mungu amempa mwanadamu. Amempa mamlaka juu ya dunia. Mwanzo 1 mstari wa 28 mpaka 29. Hata hivyo, hili linawezekana kutekelezwa vizuri kupitia uhusiano sahihi na Mungu. Tunapomjua zaidi Mungu wetu, ndipo tunampenda zaidi. Mathayo 22 mstari wa 37 mpaka wa 38. Tunaweza kujielewa vizuri na kuelewa kusudi letu kwamba tuliumbwa kumletea utukufu. Mungu ana mipango na makusudi ya kipekee kwa kila mtu.
Zaburi ya 139 mstari wa 13 mpaka wa 16. Hivyo haijalishi jinsi vile mipango hiyo inaonekana, hatimaye itafikia utukufu wake. Mithali 3:6 na Wakorintho 10:31. Ndiyo maana siionei haya Injili, kwa sababu ni uweza wa Mungu uletao wokovu kwa kila aaminie. Warumi 1 mstari wa 16. Basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai, takatifu, ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Warumi 12 mstari wa 1. Tumsifu Yesu Kristo.